Naam, karibuni ndugu watazamaji wa Kibenge TV. Tunakwenda kuwasalimu popote mlipo na kuwakaribisheni kufuata habari za matukio ya kila siku. Na leo tarehe 16 Januari mwaka wa 2026 tutakwenda kuanzia na matukio ambayo yanatokea katika shamba la vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kile ambacho pande zote mbili, yani pande ya wahasi na pande ya serikali, wanachokiongea ama kile wanachotoa kama mitazamo yao kuhusiana na hali halisi mashariki mwa nchi yetu hii. Katika barua rasmi iliyotumwa kwa katibu wa mkuu wa Umoja wa Mataifa, muungano wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 umetangaza uamuzi wake wa kujiondoa katika jiji la Uvira na kuliweka rasmi jiji hilo chini ya uwajibikaji kamili wa jumuiya ya kimataifa. Harakati hiyo inasema inajiondoa kabisa katika jukumu lolote la uangalizi na ulinzi wa usalama ndani ya jiji hilo, na inaitaka jumuiya ya kimataifa kwa mujibu wa ahadi zake kuhakikisha ulinzi wa raia, kudumisha amani na utulivu wa eneo hilo. Katika waraka huo wa tarehe 15 Januari mwaka 2026, AFC M23 pia inaonya juu ya hatari za kiusalama zinazoendelea huko Uvira, ikitaja uwepo wa makundi kadhaa ya silaha ambayo inayaona kuwa nje ya mchakato wote wa amani. Harakati hiyo inasisitiza haja ya kupelekwa haraka kwa kikosi huru na cha kweli ili kuzuia kurejea kwa wimbi jipya la vurugu. Hatimaye harakati hiyo inathibitisha tena dhamira yake ya kuheshimu usitishaji wa mapigano, kuendeleza na mazungumzo ya kisiasa na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu kwa lengo la kufanikisha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ndugu mtazamaji wa Kibenge TV, ukichunguza vizuri, hii sasa ni kwa mara ya pili ambako wahasi hawa M23 wanatangaza kujiondoa katika jiji la Uvira, kitu ambacho kilikuwa hakitarajiwi kutoka kwa raia, kwa sababu mara ya kwanza walikuwa wameshatangaza kutoka kufuatia na pressure ambayo walienda kuwekewa na Marekani pamoja na jumuiya ya kimataifa, huku wao wakaleta tena condition zao za kusema ya kwamba kama wanajeshi wa FRDC wataendelea kufanya mashambulizi katika jiji hilo, wao hawatojiondoa. Na kweli hawakujiondoa, wakafanya tu kamchezo, yani wakaigiza, wakaonyesha kama vile walitoka, lakini hata duru za ndani na vyanzo vingi vya habari vilikwenda kuthibitisha ya kwamba hawakutokaga, huku wakaweka hata wasimamizi wakirahia na hata wakakwenda kumtaja meya wa jiji hilo, ambaye fununu nyingi zinasadiki ya kwamba amekwenda kupoteza maisha kwa shambulio la tarehe 14 pale Kalundu. Wahasi hawa wamekwenda tena kushangaza umma ya Wakongomani kwa hiki ambacho wamekitaja wao kujiondoa kwa mara ya pili. Na tuseme ya kwamba kwa mujibu wa vyanzo vingine kadhaa vya habari vilisema ya kwamba wapiganaji wa M23 wanaweza kujiondoa kabisa katika mji wa Uvira kuanzia usiku wa jana tarehe 15, na wanajeshi kadhaa wa wahasi waliokuwa kwenye vilima walionekana kuanza kurudi nyuma kuelekea Katongo na Uvira. Na wahasi hawa hatujui ni kitu gani wanachokipanga, kwa sababu wanaweza wakaanza kufanya uhalifu mle ndani na kusingizia wanajeshi wa FRDC na wazalendo ama majeshi ya Umoja wa Mataifa, kwa sababu ukiona katika barua yao hiyo wanaita majeshi ya Umoja wa Mataifa yaje kufanya doria ama kulinda ulinzi katika jiji hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa habari hii ndio tutakwenda kutia nukta ya kwanza kwa matukio yaliyojiri wiki hii.